So rais wetu Ruto tunamwambia aje? Semeni ukweli. Mnaambia aje rais? Nataka kusikia ile imetoka kwa roho. Rais wetu William Ruto ni ngapi? Na Sakaja gavana wa Nairobi ni ngapi? Na unajua watu wakiwaona hapa wanafikiria kazi yenu ile mnajua ni kufungua gate na kuandika number plate na majina. Lakini nyinyi mko na experience miaka nyingi. Hapo kwa SHA uangalie 2 term yako itakuwa real 2027. 2 term ya rais, 2 term ya rais. Na sisi kama ODM tunasema tuko ndani na wewe, tuko broad base na tutahakikisha mambo 2027 ni 2 term. Na jinsi mulifanya Sakaja kukuwa senator, munifanyie hivyo pia. Bwana asifiwe sana. Asante sana. Bwana asifiwe. Tusalimiane kwa hewa, private security officers. Na mmekuja. Unajua kutoka hapo huko siku anaona hivi. Ni nyinyi? Mko State House? Mmejitokeza? Wote ni security officers? Hebu nione kwa mikono security officers. Aya, wangapi wametoka Nairobi? Wale wametoka nje ya Nairobi ni wangapi? Najua kuna Mombasa, kuna Kisumu, kuna Trans Nzoia. Karibuni Nairobi. Sawa sawa. Your Excellency, hawa ndio kusema sasa. Hawa ndio kusema. Hawa ndio network. Hii ndio network ya kufikia wananchi. Hawa wako kwa kila boma, kila estate, kila mtaa. Wakisema ni wewe, ni wewe. Ama mnaambiaje rais wetu? Mnamwambiaje? Ngumi ni ngapi? Ngumi ni ngapi? Tuoneshe rais, mbwekse ya rais, mbwekse ya rais. Mwenye macho haambiwi na mwenye masikio haambiwi. Si mnajua mimi nawapenda? Ama mjui? Mnajua nawapenda na nawadhamini. Si tumetoka safari refu pamoja. Your Excellency, nikianza na hawa kulikuwa hakuna regulatory authority. Nilikuwa MP hata kabla nikuwe senator. When I was an MP ndo wakafanya nikuwe patron wao. Nikangangana kwa bunge tukapata Private Security Regulatory Authority nikiwa MP. Na hiyo ni sheria nilisukuma sana wakati hiyo na Adan Duale. Duale alikuwa leader of majority. Ile shida walikuwa nayo bado wako nayo. Your Excellency, hawa wakanichagua nikuwe senator. Singekuwa senator wa Nairobi bila hawa. Kweli ama uongo? Ama mmepata mpango ya kando? Si bado mko na mimi? Hawa ndio wakafanya nikuwe governor. Kuna wakati nilijaribu sana kuwasukumia maneno. But I think God knows why it is before you. Because walipatiwa promises, ahadi haikutimizwa. The irreducible thing, Your Excellency, ambao tunasema, na ukinipatia hiyo mamlaka mimi nitakaa na employers, nitakaa na representatives wao. Minimum wage is irreducible, non-negotiable. Non-negotiable. Minimum. Your Excellency, kila mwaka tunaenda Uhuru Park Labor Day, unatuma PS wako anatangaza minimum wage. Wenye hizi kampuni, out of 1900 companies, kampuni 300 peke yake ndo zinazingatia. Wengine wanalipwa 5,000, 6,000, 7,000. Nairobi, na Nairobi ni shamba ya mawe. Watafanya nini na 10,000?
Minimum wage is not a suggestion by government, it is the law. Kweli rongo? Wacha kabla niende sana, ni wa introduce kwa viongozi. Hapa kuna viongozi ambao wamekuja wanawapenda. Mnajua wabunge wenu? Mnajua Aladwa? Mnajua Elachi? Mnajua incoming senator wa Nairobi Jalas? Kabla yao wacha niite Roro from Umoja Whip atutambulishe MCAs. Tuko na MCAs kutoka Nairobi mzima. MCAs wasimame, atawatambulisha tu majina alafu wabunge. Unajua swaka? Asante. Your Excellency President, the Prime Cabinet Secretary, the PSS present and all the protocols observed. Mimi naitwa Mugambi Macharia Roro, MCA ya Umoja na Chief Whip ya UDA Nairobi. Acha nichukue fursa hii kuwatambulisha MCAs ambao wako na sisi siku ya leo. Naomba wasimame kwa heshima. Hapa tuko na Nairobi West, Rex Omole. Tuko na Oscar Lore kutoka Mathare North. Tuko na Nixon Okwacho Juma kutoka Eastleigh South. Tuko na Robert Alai kutoka Kileleshwa. Tuko na Victor Mondi Ringo kutoka Lakisama. Tuko na Mheshimiwa Ghetto Girl Susan Makungu kutoka Mlango Kubwa Mathare. Tuko na Mheshimiwa Kennedy Swaka kutoka Gatina. Tuko na Mheshimiwa Jera Samson kutoka Lindi na kutoka hapa Kibra. Tuko na Dan Oria kutoka Dando. Tuko na Lydia Okoth nominated UDA. Tuko na Mheshimiwa Lawi Komanda kutoka Sarang'ombe. Tuko na Mheshimiwa Abel Atito kutoka Utalii Ward. Tuko na mama yetu Rosemary Masitsa kutoka Magina. Tuko na Mheshimiwa former mayor Geoffrey Majiwa. Tuko na Mheshimiwa Virginia Kang'ethe. Tuko na Deputy Whip Joyce Mudhoni. Tuko na Mheshimiwa Mofaya ambaye anagombea ubunge kule Embakasi Central. Tuko na Mheshimiwa Agnes Wamboi. Tuko na Mheshimiwa Aaron Kang'ara kutoka Viwandani. Tuko na Mheshimiwa Martin Mbogwa kutoka Motoini. Tuko na Mheshimiwa James Koria kutoka Matopeni Spring Valley. Tuko na Mheshimiwa Frederick Njogu kutoka Kawangware. Tuko na Engineer Carrington Heho kutoka kule Kasarani Njiru Ward. Tuko na Eutychus Mukiri kutoka Kahawa. Tuko na Brian Davua nominated UDA. Tuko na Mheshimiwa Joyce Lugonzo nominated ODM. Tuko na Mheshimiwa Amy Salambo nominated ODM. Tuko na Mheshimiwa Faria Aden nominated UDA. Tuko na Mheshimiwa Catherine Okoth Mama Network. Tuko na Mheshimiwa Beatrice Wandai nominated UDA. Tuko na Mheshimiwa Kolo kutoka Kayole South Ogenga. Tuko na Mheshimiwa Matach Mobimba kutoka kule Korokocho. Tuko na Mheshimiwa Nancy Mwaura nominated UDA. Tuko na mama wetu wa county UDA Madam Cecilia Njadhi. Tuko na Mheshimiwa Doreen Mugambi nominated UDA. Tuko na Mheshimiwa kutoka kule Ngei Redson Onyango. Tuko na Mheshimiwa Grace Kaheti nominated. Tuko na Mheshimiwa Rachel Maina nominated. Tuko na Mheshimiwa Madhu Jambi kutoka Dando. Tuko na Mheshimiwa Washira Wairia kutoka Kayole. Tuko na Osama ama Peter Maina kutoka Udhiru. Tuko na Kiogora kutoka Riruta. Tuko na Mheshimiwa Mark Dhiga kutoka Hospital Ward. Tuko na Mheshimiwa Kansila Hashim Kamau kutoka California. Tuko na Sospita
kutoka Roysambu, tuko na Chris Wanjoi Mtumishi kutoka Koma, tuko na Dionysius Waithera kutoka Zima na kutoka Kahawa Githurai, sorry. Tuko na Mheshimiwa Kimondo kutoka huko kwa affordable housing huko Mukuru. Tuko na Mheshimiwa Naomi Bosire nominated. Tuko na Wazimaman Mheshimiwa Kimani. Tuko na Samora Mwaora kutoka Clay City. Tuko na Mheshimiwa Wairobi kutoka Molem. Tuko na Mheshimiwa Morris kutoka Mountain View. Tuko na Peter Owera kutoka Huruma. Tuko na Shadrack Machanje kutoka Umoja tu. Tuko na David Magoba kutoka pale Lower Savannah. Tuko pale na Gerard Mukuru Irungu kutoka Kariakoo Ziwani. Tuko na youth leader wetu hapo anaitwa Jekonia nominated ODM. Tuko na Mheshimiwa wa Imara Daima anaitwa Nyankicha. Tuko na Komanda Hamisi Malea kutoka hapo Westlands, na tuko na Mheshimiwa Tash ama Steven Ndegwa kutoka Parklands. Tuko na Mheshimiwa Clarence kutoka Kabiro. Tuko na Mheshimiwa Wanjiru nominated, na tuko na Mheshimiwa ya Karen anaitwa Maragu, na mimi wenyu mpendwa naitwa Mugambi Masharia Roro, MCA ya Umo na Chief Whip. Asante. Well done. Tupigie Roro makofi. Very good job. Wabunge tafadhali mje mseme majina. Tukaribishe MP please. Tukianza na Mheshimiwa Pasaris, jina tu ili wajue mko. Asante sana Mheshimiwa Rais, nataka kukushukuru sana kwa kutambua Wakenya wengi ambao wako hapa leo ambao wanafanya kazi ya security. Mheshimiwa Rais, kuna kitu ambao nataka kukueleza. Tukiangalia upande wa securities, kuna kitu ambao kama tunaweza kufanya itawasaidia sana. This is a labor intensive industry. Ninafikiria if we do innovative taxes, sahi tumesema anybody earning 30,000 and below 0 PAYE. But if we do innovative taxing for labor intensive industries to pay maybe 10% less, we would be able to employ more security officers. Hawa ambao wako hapa, kuna wengine ambao hawako hapa ambao hawajakuwa na kazi through companies, but they are working in the security field. Mheshimiwa, kitu kingine nataka kukuuliza tafadhali, upande wa SHA, can we have a special rate for security guards? Upande wa housing, hawa wana contribute your levy ya housing. Can hiyo pesa ambao wame contribute, can it be given as a credit so that they can be able to get the houses? I know we have reduced deposits. Wakipata hiyo credit, hawa ndio watu ambao wametusaidia kujenga hizo manyumba, na tunataka kila mmoja hapa apate nyumba. Mwisho Rais, watu wanashinda wakisema huko nje kuwa Nairobi is an opposition tough. Baba alikuwa ko opposition, but baba hakuwa akiingia elections akisema mimi nataka kuwa opposition. Na saa ile baba alikosa kiti, baba aliingia handshake, baba aliingia nusu mkate, baba akatuacha kwa broad base. Baba anajua umuhimu ya kuwa ndani ya serikali. Sisi kama ODM tunasema tuko ndani na wewe, tuko broad base, na tutahakikisha mambo 2027 ni 2 term. Na hawa wote hapa wako na kura. Kama hamuna kadi, tafuta kadi. Na nyinyi ndio mutapanga security. Hatutatishwa na watu. Hatutakuwa na tunatishwa watu, tutabaki nje tukishapiga kura. Nairobi will be peaceful. Hatutaki kubaguana, hatutaki kuumizana. Tunataka tu vote, tuingize rais na tuendelee na kujenga Kenya. Asanteni, Mungu awabariki, tunawapenda sana.
Please, jina tu. Security guards, hoe! Hebu nisalimieni hivi, security guards. Mimi naitwa Senator Karen Nyamu kutoka Nairobi. Na unajua watu wakiwaona hapa wanafikiria kazi yenu ile mnajua ni kufungua gate na kuandika number plate na majina. Lakini nyinyi mko na experience miaka nyingi. Mnajua CCTV monitoring, si ndio? Nyinyi ndio mnafanya access, si hizo wasiseme kufungua gate. Hiyo ni access control, ndio? Na mambo nyingi ambayo mmejifunza kazini. Tungependa hiyo skill yenu ikuwe recognized ili i-count kama qualification, mpate certificate. Ama na pia huyu madam mrembo ameongea mambo ya career progression. Ni important sana. Ndio msistagnate. Leo ni siku yenu na rais. Na unajua mahali rais yuko hakuharibiki jambo. Ama unafikiria amewaita bure? Unafikiria amewaita bure? Si lazima amewafikiria. Na akiwafikiria hajawaitia chai. Anataka muongee mambo ya sekta yenu na vile ata improve. Kwa hivyo tunasema tunamsupport na msupport. Kuna rais mwingine mshaona Kenya kama yeye? Si huyu tulipewa na Mungu? Na wale wanajaribu watashangaa sana. Tumewapatia head start, waanze tu, tunawaangalia na macho. KCU 192 ukisikia nge we itakuwa mbaya. Asanteni sana. Asante sana Mheshimiwa Rais wa Jamhuri ya Kenya. Wana security guards, tusalamiane kwa hewa. Bwana asifiwe. Leo ni siku ya Mheshimiwa Rais. Yangu ni kuambia karibu Dagoretti North, msikize Mheshimiwa Rais, yeye ndio ako na answer yenu. Simbarikiwe sana. Habari ya private security. Kwa majina ni Senator Tabitha Mutinda, nimeteuliwa na chama cha serikali, chama cha UDA. Mimi rais, leo ni siku yako. Sisi hatutaki kuchukua muda mrefu, umetualika, tumetembea tukiwakaribisha Wakenya wote. Wakenya wote wamekaribishwa kwa rais wetu mpendwa, rais ambaye analeta umoja, rais ambaye hana ukabila kamwe, rais analeta stakeholders. Na kwa sababu stakeholders wameongea, bwana PS umezungumza, SG wenyu amezungumza, ameeleza shida zile ambazo mnazo, mambo ya mishahara na mambo mengi. Sisi tutawapa nafasi wakae kama ofisi na watueleze sisi pale bunge ile wanataka sisi tufanye, ili kama ni mambo ya mshahara yaweze kushughulikiwa, mambo ya SHA yashughulikiwe, na affordable housing zote. Hayo maneno wakuu watakaa chini watupe mwelekeo, na sisi tuko nyuma yenu tena sana. Mtamshikilia rais? Mungu awabariki wakati wote. Shukrani. Private security, oi! Nairobi, oi! Rais, naona kama tungechukua another 1 hour peke yake, hapa kungejaa paka huko nyuma huko kabisa. Lakini wamefika na wamefurahia kuwa leo ni siku yao. Wapi tu tamu ya Rais William Ruto kwa wale wako hapa. Rais, umesikia Sakaja akikwambia, Mheshimiwa Sakaja, kuwa hawa ndio walifanya akawa senator, ndio wakafanya akawa governor, na ni hawa ndio tena watasimama na wewe kwa safari yako ya 2027. Na hawa pia, Mheshimiwa Rais,
Kama utasumbuka mambo ya maagent wako wa kulinda kura yako, ndio hawa tena ndio watakuwa pale. Wapatie hiyo kazi na wataifanya vizuri. Kwa mambo ya mshahara tumesikizana. Minimum wage should not just be a suggestion. It should be implemented to the letter. We will not go again back to any Labor Day kuanza kuongea mambo ya minimum wage na watu wafanyi. At least this time we can even blacklist some of the companies that are not implementing the minimum wage. Hapa Nairobi ni shamba ya mawe. Mtu akiwa anataka kukuliba shilingi 6,000, utafanya nao nini jamani? Ni ngumu, si ndio? Tafadhali Mheshimiwa Rais, hakikisha kuwa hiyo inatekelezwa. Mimi sina mambo mengi, jinsi mlifanya Sakaja kukuwa senator, munifanyie hivyo pia. Bwana asifiwe sana. Asante sana. Asante sana Rais. Naitwa Mheshimiwa Ladwa, na kwa sababu leo ni siku yenu na Rais yangu, nimechukua tu mambo mawili. Ya kwanza, Rais, nimeona kwa hawa ndugu zetu wa Kenya na wadada zetu ni mshahara. Hapo kwa mshahara uangalie, hapo kwa SHA uangalie. Term yako itakuwa real 2027. Term ya rais. Na mimi natoka katika chama cha ODM nikiwa mwenyekiti. Sisi watu wa ODM ama chama tunajua kwamba tuna candidate wa presidential, na sisi candidate wetu kama chama ni Dr. William Samoei Ruto. Wangapi ODM hapa? Ambaye inaongozwa na Dr. Oburu Oginga. Mungu awabariki sana, chama iko imara. Asante, tupigie wabunge wetu makofi, kwa sababu tuko na kazi ambao tutaleta kwa wabunge. There are some regulations na amendments ya sheria kuhakikisha mambo yenu imeangaliwa. Tumesikia wanasema kuna sheria tofauti ambazo haziambatani, so tutategemea wabunge wetu wazipitishe in the National Assembly na pia kwa Senate. Asanteni sana wabunge, asanteni sana MCAs. MCAs wako karibu sana na hawa watu, si ni kweli? Na tumesikia kuna sheria zingine, because hii minimum wage kupatikana, kuna kazi county lazima ifanye. Mimi mwenyewe kama governor wa Nairobi, governor wenu, kuna license kadhaa, kuna permits kidogo, nitaangalia tupunguzie makampuni ili wawalipe. Lakini kama hawawalipi, nitaipiga marufuku, because hawa watu wanaumia sana. Mnakaa kwa baridi usiku, wezi wanakuja na bunduki, walevi wanaingia usiku wanawapigia kelele. Sio ni kazi ngumu sana? We are speaking about recognition of prior learning, mpate certification. SHA itakuwa hiyo rate, lakini kampuni lazima ilipe insurance, bima ya afya kwa askari, kwa private security officer. Sawa sawa. Ya mwisho ambayo nataka kuongeza, tuko na IG wa polisi hapa, Inspector General, tuko na DCI, tuko na County Commissioner. Your Excellency, we saw something after the Dusit attack. Hawa ndio intelligence ambayo inahitajika. You cannot have more police officers. Police officers Kenya mzima ni 100,000. Private security officers ni 1.2 million. Sijui kama mnanipata. Kama kila OCS akuwe linked up na officers wa area yake, hata kama mko na simu na nini, nyinyi mnajua suspicious behavior. Mnajua watu wakileta vitu mbaya kwa manyumba, si kweli? Lakini hiyo information mnapeleka wapi? We must have a linkage between the private security officers and the National Police Service for intelligence gathering, for security, to secure our country. Mnaweza hamwezi? Mnaweza? Sasa leo mmefika hapa, simko State House. Mimi leo nimekuwa na nyinyi kutoka 6 am kutoka Uhuru Park, si kweli? Nimetembea na nyinyi mpaka hapa. Kuna wachache wamenikosea kidogo, mnajua ile kitu mlifanya.
lakini Biblia inasema hakuna baba anaombwa samaki na mtoto wake anampatia nyoka, ama anaomba mkate kwa baba yake anapatiwa nini? Si tuko kwa baba yetu. Sasa leo si kitunguu itanuka? Leo kila boma kila nyumba, si ndio? Ama mnafikiriaje? Lakini ya maana ambayo mtatoka nayo, when the head of state says, now boss, I'm asking you because we want to be very practical, na sipendi kudanganya watu. Ukiform a small task force, watu 7, tuwe na employers, tuwe na hawa, tuwe na Ministry of Interior na IG, tuwe na Ministry of Labor and Public Service, na mimi uniweke hapo. Mambo hayo nitamaliza na 60 days. Nitamaliza. Na mimi mtetezi wenu, as your patron, I will make sure at the basic minimum mmepatiwa heshima yenu, mmetambuliwa, mmedhaminiwa na mnachungwa kwa kazi ambayo mnafanya. Tuendelee ama tusiendelee? Tuendelee ama tusiendelee? So rais wetu Ruto tunamwambia aje? Semeni ukweli. Mnaambia aje rais? Nataka kusikia ile imetoka kwa roho. Rais wetu William Ruto ni ngapi? Na Sakaja gavana wa Nairobi ni ngapi? Asanteni sana. Mungu awabariki, mjienjoy. Mkimaliza nitaomba rais awapatie dakika chache, msio na muone, mkae kwa nyasi, msikie hapa vile kuko ni State House, ndio hiyo. Kuna watu wanaambia rais ati ameshukisha, ati State House mtu yote anaingia. Hajashukisha State House. Amepandisha heshima ya wananchi wa Kenya. Hii ni mali yenu na hapa ni kwenu. Mungu awabariki, asanteni sana.